Wapendwa familia ya Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Jumatano katika juma la 34 mwaka C. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Ufunuo, sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 4. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka, sura ya 21 aya ya 12 hadi ya 19. Karibuni tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwatia magerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu, basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakayojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Neno la Bwana. Wazo kuu katika masomo yetu ya leo ni imani na uvumilivu. Wazo hili linajitokeza bayana katika somo la kwanza na kukamilishwa vema na somo la Injili. Katika somo la kwanza, kitabu cha Ufunuo, kwa kutumia maono na ishara, kinaeleza wazo hili kwa kuonesha furaha walio nayo wateule wa Mungu walioshinda dhidi ya utawala dhalimu wa mpinga Kristo. Ili kuelewa vizuri wazo hili, ni vema tukaona kwa ufupi maana ya ishara zilizotumika. Ishara ya kwanza ni ishara ya malaika 7 na mapigo 7, ambayo huonyesha hasira ya Mungu dhidi ya adui mwovu, ambaye pia huitwa mnyama au mpinga Kristo. Ishara ya pili ni ishara ya bahari ya kioo iliyochanganyika na moto. Moto hapa unaashiria mambo mawili. Kwanza ni ishara kwamba Mungu anataka tutakaswe, ni nyenzo ya kututakasa kwa kushinda majaribu mbalimbali ya kiimani. Lakini pili, moto pia waweza kuashiria hasira ya Mungu. Ni wale waliotakaswa, mashahidi, ndio wanaweza kusimama katika bahari ya kioo. Ishara ya tatu ni ishara ya mnyama na sanamu yake, ambayo humaanisha utawala dhalimu wa Kirumi uliowatesa na kuwaua Wakristo mwanzoni mwa kanisa, walioshikilia imani yao na kukataa kuabudu miungu ya watawala. Ikumbukwe kuwa wakati kitabu cha Ufunuo kinaandikwa, kadiri ya Yohane alivyofunuliwa na Mungu, kanisa lilikuwa katika madhulumu makubwa. Wakristo waliteswa wakilazimishwa kukana imani yao ili waishi au wamwabudu mfalme kama Mungu. Mfano, mfalme Domitiani miaka ya 80 baada ya Kristo, katika karne ya mwanzoni kabisa mwa kanisa, aliwalazimisha Wakristo kumwabudu yeye kama Mungu. Walisimama imara Wakristo hao katika imani na kuchagua kufa kuliko kumkana Mungu. Ishara ya 4 ni ishara ya mwana kondoo, ambayo inamaanisha Yesu Kristo. Kumbe katika somo hili tunaonyeshwa furaha walionayo wale walioshinda dhidi ya mpinga Kristo, wakiwa wanaimba wimbo wa kumsifu Mungu kama wana wa Israeli walivyoimba baada ya kuvuka bahari ya Shamu wakikombolewa kutoka utumwani Misri.
Kwa imani yao na uvumilivu katika dhiki zote walizopata, sasa wanafurahia maisha ya umilele, na watesi wao watakumbana na adhabu ya Mungu. Malaika 7 wenye mapigo 7 watawaadhibu kama vile Farao alivyokumbana na mapigo ya Mungu. Katika Injili, Yesu anawaeleza bayana wafuasi wake kwamba watapata mateso mengi, watakataliwa tena hata na marafiki zao wa karibu, ndugu wa damu na hata wazazi wao kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Lakini wasimame imara, wasiteteleke katika imani. Wasitangatange, bali katika hali yoyote ile wamtumainie Mungu na wawe na subira katika imani, kwani Mungu ndiye mtetezi wao. Watu hawa watakao watesa wafuasi wa Kristo, Yesu anaonyesha wazi kuwa ni wapinga Kristo ambao wanaweza wakawa watawala, marafiki zetu, ndugu zetu na hata wazazi wetu. Wapendwa familia ya Mungu, tukiwa tuko ukingoni mwa mwaka wa kanisa, Mama Kanisa anapenda kutuletea masomo haya yatutafakarishe juu ya nyakati za mwisho, ili tujifanyie tathmini juu ya imani yetu. Tumesimama wapi na tufanye nini? Swali la kujiuliza hapa ni je, Kristo akinijia sasa hivi nitaweza kuimba wimbo wa ushindi kama hao waliomshinda mnyama? Je, tunaweza kusimama katika bahari ya kioo na Mungu atuone tunastahili? Je, mnyama huyo aliyewatesa wafuasi wa mwana kondoo akitaka wamwasi Mungu bado yupo? Na je, ananiathirije mimi katika imani yangu? Wapendwa familia ya Mungu, mnyama huyo anaweza kuwa ni matatizo yetu ya kila siku, vitu, hali, magonjwa na mikasa mingine ambayo usiposimama imara katika imani na kuwa mvumilivu unaweza kujikuta unamwasi Mungu. Jiulize, wangapi wameacha imani yao kwa sababu ya mnyama magonjwa? Wangapi wanatangatanga kwa sababu ya mnyama kutafuta utajiri? Wangapi wanahama imani yao kwa sababu hawana uzao, wanadai wamelogwa au wanalaana, lakini bado hawajapata nafuu yoyote? Kristo leo anatuambia, subira yavuta heri. Shika imani yako, simama imara katika imani. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Tumsifu Yesu Kristo.